TRA tumefika salama hapa Dar es Salaam na timu kubwa barani Afrika, TRA United Sports Club imekuja hapa Dar es Salaam kwa ajili ya jambo moja tu, kuhakikisha kwamba tunacheza mechi yetu dhidi ya Simba Sports Club hapo kesho saa 1 kamili jioni katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel. TRA tukiwa ugenini, na kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata ushindi siku ya kesho, na ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu mechi ipo ndani ya uwezo wetu. Lakini kubwa zaidi, naomba nitoe ufafanuzi kwamba watu au mashabiki zetu wa Tanzania na wadau mpira wa miguu wanafahamu au labda wanahisi kwamba mechi ya kesho TRA United Sports Club tumekuja Arusha, tumekuja hapa Dar es Salaam kucheza mechi ya kesho, sisi TRA tunakuwa nyumbani. Na naona masuala yamekuwa mengi mitandaoni, watu wanaandika kwa hiyo TRA imekimbia Arusha, mechi hii imeileta huku. Kwa hiyo nipende kutoa ufafanuzi kwamba mechi ambayo tunacheza kesho TRA tupo ugenini, ni mechi ya mzunguko wa pili. Ile ambayo tulipaswa kucheza 14 mpaka sasa hivi bado bodi ya ligi haijapangiwa tarehe. Kwa hiyo tunasubiri bodi watakapopanga tarehe, mechi yetu ile ambayo iliahirishwa tarehe 14 itachezwa Arusha. Kwa hiyo watu wasio na wasiwasi, na siamini kwamba hii mechi ya kesho tunaocheza ndio ile ya tarehe 14. Maana naona kumekuwa na mkanganyiko, lakini nawaelewa kwa sababu mechi ya TRA dhidi ya Simba ama Simba dhidi ya TRA tangia msimu umeanza hatujacheza. Kwa hiyo sisi kesho tunakwenda kucheza mechi yetu ya pili ya mzunguko wa pili, lakini ni ya kwanza kwa kucheza. Na ndio maana watu wanapata huo mkanganyiko. Kwa hiyo nimeona niliweke vizuri hili ili watu wasio wakachanganya, wengine wakahisi labda kwamba TRA maana wengi mashabiki walilipa vingilio na hawakuweza kutazama ile mechi kwa sababu mvua ilinyesha na bodi ya ligi waliahirisha. Kwa hiyo wamekuwa na huo wasiwasi. Kwa hiyo ni watoa wasiwasi kwamba mechi ya tarehe 14 ambayo iliahirishwa, ambapo sisi TRA United Sports Club timu kubwa barani Afrika itakwenda kuchezwa kule katika uwanja wa Sheikh Abed Arusha, na hii hapa ambayo tunacheza ugenini. Lakini pia kingine tunakwenda kwenye mechi ambayo ni nzuri. Hatimaye sasa tunakwenda kukutana. Mwenyezi Mungu atujalie tuamke salama. Simba kusitokee kisingizio tena, kwa sababu huku tunajua mvua hainyeshi, sio kubwa sana. Kwa hiyo tunaamini kesho timu zote mbili zitaamka vizuri. Kwa hiyo baada ya tarehe 20, tarehe 30, tarehe 14 hatimaye sasa TRA tumeamua kuwafuata wenyewe Simba huku kwao ili tuone sasa na huku itakuwaje. Kwa hiyo ninachopenda kuambia, ile burudani ambayo mliipata tarehe 18 ya pira kodi, pira risiti, pira makadirio, pira Idris, pira mashine FD litakuwa zaidi katika mechi ya kesho. Na sisi TRA kusema kweli hatunaga show mbovu. Yaani hatuna show mbovu. Show. Tukienda kukipiga tunakwenda kukipiga haswa. Na tunahitaji tutengeneze historia kwamba TRA ndo timu namba 1 barani Afrika ambayo imeweza kuwapiga hawa vigogo. Yule wa tarehe 18 tulimpa kipigo chake, na bahati nzuri siku ile alikolalia na ndiko anatakiwa lale ubavule ule siku zote anapokutana na sisi. Lakini kwa kesho hatutokuwa na mswali mtume. Tuliumia sisi kusare dhidi ya Yanga, na ndio maana Yanga walishangilia. Sasa sijajua kesho au watashangilia na wao ama watalia uwanjani. Kwa hiyo niwaalike, sisi TRA tupo nyumbani kiuhalisia, lakini tupo ugenini kikanuni. Ukija hapa Dar es Salaam hapa wote ni walipa kodi, wote ni Watanzania, sawa? Kwa hiyo kesho, pamoja na kwamba mechi Simba ndiyo yuko mwenyeji, lakini mimi natumia nafasi hii kualika walipa kodi wote, Watanzania wote, wadau wote wa mpira wa miguu, tukutane uwanja wa Meja Isamuyo. Na huu mwezi wa 3 tunakwenda kumaliza sisi TRA, ni mwezi wa kwetu, ni mwezi ambao tunakwenda Watanzania tunakwenda kulipa kodi ya awamu ya kwanza kwa mwaka 2026. Kwa hiyo walipa kodi wote wa Dar es Salaam na viunga vyake mkoa wa Pwani, ninawalika kesho Meja Jenerali Samuyo. Njooni mshuhudie namna ambavyo Simba alivyotulia, yani alivyokuwa na tukwepa ambavyo amekimbia. Sasa mwisho wa siku tunakwenda kumfunga kwenye himaya yake. Na hii sitanii, siongee kwa kusherehesha, naongea uhalisia kwamba kesho tunakwenda kumfunga Simba Sports Club
nyumbani kwake. Msimu uliopita tuliwahi kumpiga Kurwa nyumbani kwake Yanga pale Chamazi, wakati anatumia uwanja wa Chamazi goli 3. Kwa this time pia tunahitaji tukamfunge pale kwao. Alafu mechi ile marudiano tutakwenda kupanga mambo mengine, tutaona kama tumefunga kwake, akija kule kwetu tunamwambia tunaweza tukampa nafasi ya kwenda kushuhudia utalii, maana yake mkoa wa Arusha ni mkoa ambao ni mahususi kwa ajili ya utalii. Kwa hiyo atakapokuja kucheza na sisi tutakuwa tumemfunga, akija kule anatalii kwanza, alafu tunakwenda kumfunga kama ambavyo tutafanya siku ya kesho. Kwa hiyo karibuni sana kesho Meja Jenerali Isamuhyo. Maswali. Ujue sasa hivi hakuna ukikutana na timu fulani akiwa kwake anakuwa bora eti. Siku hizi hicho kitu hakipo. Watu wamewekeza. Wewe angalia squad ya TRA jinsi ilivyo. Yaani TRA hata kama tukiambiwa tunacheza na Mamelodi, tunacheza na Arsenal, tunacheza na Kaizer Chiefs, Al Ahly, tunawafunga, na ndio maana ni team number 1, timu bora number 1 barani Afrika. Kwa hiyo sasa hivi my dear, kwanza sasa hivi tunataka sisi TRA twende tukafute huu ufalme waliokuwa nazo hizi timu za Kariakoo. Yaani TRA ndio tunataka tufanye hicho kitu. Tunataka tufute ule ufalme uliokuwa nao. Mambo ya kusema ukutana na Simba akiwa kwake mnyama mkali, ukutana na Yanga, wapi? Hakuna cha ukikutana na nani wala cha nani. Yaani sasa hivi TRA tunataka tukisimama ili Watanzania wasema yes, hii hapa ni timu ya walipa kodi ambayo ipo. Nafikiri Simba Yanga wote ni walipa kodi. Kwa hiyo na wao pia ni sehemu ya kuisupport timu ya TRA, kwa sababu tukizungumza TRA United Sports Club ni timu ya Watanzania wote, ni timu ya walipa kodi wote, wakiwemo Simba, Yanga, Azam, Namungo, KMC na timu nyingine zote. Hao wote hao ni Watanzania na ni walipa kodi. Kwa hiyo wote hao wanatakiwa kusimama imara. Sasa na sisi tudhihirishe hilo, kwa sababu mpaka sasa hivi tumeshajidhihirisha. Tunataka tuongeze zaidi. Ni kwamba tunataka tukafute. Yaani hakuna mtu TRA sasa hivi nataka waandishi wa habari mkiwa mnaiona TRA hii hapa, mic hizi nyingi zinaikimbilia TRA. So unakuja na mic moja, hapana, tunataka yani kila mtu sasa hivi tunataka yani mtu akikaa akisema TRA anacheza mnasema yes. Kesho kuna kwenda kupiga basi. Simliona mechi tarehe 18. Battle ilikuwa battle kweli. Yaani mpira ulikuwa mpira. Yaani wamepigwa mpira mpaka mchezaji anataka kumvuta shati mchezaji wetu. Anamwambia bwana usiende, rudi usiende, lakini mwanangu alikaza mpaka mwisho. Kwa hiyo ndio TRA United Sports Club, timu ya Watanzania wote, timu ya walipa kodi wote. Na sisi tunataka Watanzania wafurahi. Yaani nikisema TRA United Sports Club, timu ya Watanzania, timu ya walipa kodi, kila mtu anasema hii timu yetu. Na lazima ifike wakati. Sasa hivi mashabiki wengi tushasomba watu wote huko wa Simba na Yanga wote. Sasa hivi wote ni mashabiki wakubwa wa timu ya TRA. Kwa hiyo tunataka Afrika nzima, dunia nzima isapoti timu ya mamlaka ya mapato Tanzania. Timu ya mamlaka sio timu ya kusema sasa hivi itakuwa inamwogopa nani. Hapana, hakuna tunayemwogopa, ila tutamheshimu kwa sababu ni mpinzani, tunakutana naye, tutamheshimu kama kawaida. Lakini once inapofika dakika zile 90 za pale uwanjani, lazima timu ya mamlaka iende mbele ikiwa na matokeo mazuri. Yaani kesho tunataka uwanjani pale mtakutana na jezi za TRA. Yaani Simba zitakuwa zinahesabiwa. Na mashabiki wa Simba kesho mkija vaeni jezi za TRA, msivae jezi za Simba. Vaeni jezi za TRA ili mkifika pale tukisema TRA ameshinda watu wote mnashangilia. Inatokea ni nembo TRA na mabango ya TRA. Kwa hiyo karibuni sana kesho Meja Isamuhyo. Mzamiru kwenye mchezo wa kesho. So Mzamiru hata Chamo pia hata kwetu. Sasa sisi bwana kwenye timu yetu ukimkosa Alinganzi, ukimkosa Sunasir, hakuna gepo utaliona. Kwa sababu wachezaji wote ambao wamesajiliwa na timu. Sisi tulisajili wachezaji bora. Sisi kama timu nyingine mchezaji mmoja yupo anaanza kulia. Majeruhi yanatusumbua, ndio maana sio nini wewe. Sisi ni madaktari. Sisi ni madaktari. Kwa hiyo sisi TRA kwenye timu yetu hata tukimkosa nani, ndio maana ya kuwa timu kubwa barani Afrika. Ukiwa timu kubwa ukimkosa key player wako wawili watatu, kuna key player hapo. Wewe huwezi kuwa timu eti key player kwenye timu yako ni mchezaji mmoja. Akiwa hayupo ni shida. Yaani mimi nazungumzia wewe simuuliza tunamkosa Mzamiru na Chamu, nimekwambia pia na Chamu pia hata kuepo. Sababu Chamu ni mchezaji ambaye tumechukua kwa mkopo kutoka Simba. So far hawezi kucheza. Si ndio?
Ukiacha Mzamiru kutokuwa na kadi nyekundu, automatically tu pia kwenye mechi ya kesho alikuwa hasingecheza. Kwa hiyo ndio unakuja hapo, hii inakupa defense mechanism kwamba sisi TRA hata angekuwa haipo nani, yaani sisi ukimtoa Monome golikipa akidaka Fikirini fresh, akidaka Kaizer John fresh, si unaelewa? Yaani sasa hivi tuna wachezaji wawili hawapo, Adamu hayupo, Lusajo Mwaikenda hayupo, lakini angalia timu ina perform na wale wachezaji wazuri wale wana changamoto za majeraha. Kuna Hirika hayupo, lakini angalia timu iko vizuri. Kwa hiyo sisi hata kama akiwa nani hayupo, si timu yetu maidia, huwezi kunikuta msemaji na kosa kabisa mpaka nuru, yaani nakonda kabisa, napungua na kilo, nakaa nanungunika hivi eti Monome kesho hayupo, si Mzamiru wachezi, sijui nani hayupo, mimi kesho sijui itakuwa hivi. TRA ile kitu maidia kwetu hakuna, mimi sijui kila siku pendeza tu, sikosi nuru na wala sikondi na wala sikosi maneno ya kuzungumza kwenye press, pia naanza wachezaji wa timu pinzani, si unaelewa? Kwa hiyo unaniona kabisa niko comfortable, sina chuki, sina majungu, sina sununu. Kwa hiyo unajua ukiwa na chuki, ukiwa na majungu, ukiwa na sununu, abadani huwezi kupendeza. Hata wewe unalipwa milioni 10, yaani uso wako utaonekana wakizee tu, hautonenepa na utakosa, yaani hutonenepa, yaani wewe utabaki hivi. Lakini mimi Christina sina roho mbaya, ushaelewa? Na appreciate kila mtu, sawa? Kwa hiyo mimi ambacho nataka tu niwaambie ndugu zangu, kesho twendeni mkashuhudie pasi receipt, pasi makadirio, pasi kodi, pasi mapato, pasi kila kitu, pasi interest. Twende tukafunge kesho Simba Sports Club. Wanafungika weupe. Nimetazama mechi ya Simba na Pamba juzi. Weupe kabisa. Na mimi nilianza kwa sababu nilikuwa na ratiba nao battle, yani back to back. Nilianza kufuatilia kuanzia dabi. Nikaangalia nikasema weupe tunawamudu. Na mwenzako kwa tukaona tunamudu. Na huyu pia wa kesho tunamudu na yeye pia. Kwa hiyo sisi tumecheza na hatulalamiki kuhusu ratiba. Tumecheza tarehe 18, 19 tumekuja Dar es Salaam. Leo 20 tumefanya press, kesho leo 20 ngapi? 21, si ndio? Kesho 22 tunaingia wapi? Tunaingia uwanjani. Hatusemi sijui tumetoka kucheza mechi ngumu, sio tumesafiri, hatujatembea kwa miguu. Tumesafiri, tumefika. Kibabaga ni mchezaji mzuri na mimi Kibabaga namjua. Unajua Kibabaga nimefanya naye kazi KMC. Kafanya kazi KMC. Na ni mchezaji mzuri na cross zake zile anapiga vizuri, si ndio? Hata cross zake anapiga, lakini kesho mwanangu na samehe. Sawa? Ni mchezaji ambaye kusema ukweli ni mchezaji mkubwa na namheshimu sana. Ni kijana ambaye hana roho mbaya. Kwa lugha nyepesi, hana chuki na mtu. Sawa? Kwa hiyo na kesho yupo, awepo asiwepo whatever. Lakini zile cross zake zile atakutana na Ramadhani Chobwedo. Yaani atazunguka hizo pasi zake zinazozungumzwa za kupigwa. Alafu akija kutia huku anakutana na Ramadhani Salum Chobwedo. Si ndio? Yes. Kwa hiyo picha lipo vizuri sana. Hatuna shida.